Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mimi nikifikisha miaka mingine 20 nitakuwa na miaka 65. Kwa nyie, nchi hii ni ya kwenu kuliko mzee huyu kuliko mimi. Kwa hiyo nyie mnahitaji mabadiliko kuliko mtu mwingine yoyote aliyeko hapa. Na mabadiliko duniani yanaletwa na youths and the proletariat, vijana na watu maskini. Kwa sababu Mohamed Dewji hahitaji mabadiliko. Anahitaji mabadiliko ya nini? Yeye ni tajiri, sera zilizopo zinamfeva, anafanya biashara yake vizuri. Wewe unahitaji mabadiliko ili walau upate ajira. Wewe unahitaji mabadiliko ili walau ujenge ukiwa na wale. Tuogope kudai change. Na wakati niko hapa niko na soma pale, Level akaja kuzungumza hapa. Akaanza kumzungumzia Steve Biko. Na mimi nilikuwa naandika kuhusu Steve Biko. Nasema hau Level amechungulia hapa akajua au mawazo yangu yamegongana na yeye. Steve Biko, Steve Bantu Biko, mpigania uhuru wa watu weusi Afrika Kusini. Alizaliwa tarehe 18 Disemba 46. Na alikufa mwaka 77 akiwa na miaka 31. Yeye alizaliwa kwenye Afrika Kusini ya ubaguzi, ambayo watu weupe Dutch waliohamia mwaka 1650 na kitu Afrika Kusini walienda wakachukua ardhi yote ya watu weusi, wakachukua uongozi wa kiserikali baada ya kupigana na Wajerumani pale Franco-Prussian War, wakashinda ile vita, wakaongoza Afrika Kusini. Wakasema watu weusi sio binadamu, ni binadamu wa daraja la chini. Pik Botha aliyekuwa rais wa Afrika Kusini alisema kenge anafanana na mamba kwa kila kitu, lakini kenge sio mamba. Kwa hiyo sisi tunaweza kuonekana tunafanana na watu weusi, tuna miguu sawa, mikono sawa, macho na nini, lakini wao ni kama kenge, sio binadamu. Ni kama unamfananisha kenge na mamba. Na akasema watu weusi ukiwapa bunduki watazitumia kuuana, ukiwapa dini watatumia dini hiyo kubaguana, ukiwapa serikali watatumia hiyo serikali kuiba mali. Akaeleza vitu vingi kujustify kwa nini mtu mweusi sio binadamu. Kwa Afrika Kusini wakakaliwa na watu weupe. Watu weupe wakachukua ardhi zote zile, wakajimilikisha serikali, wakatengeneza mazingira ya ubaguzi. Kwa kukawapo na hospitali za watu weupe zenye kila kitu. Mtu mweusi uruhusiwi kwenda pale. Kukawepo na mitaa ya watu weupe, watu weusi uruhusiwi kwenda pale. Kukawepo kila kitu cha mtu mweupe ni first class, cha mtu mweusi ni cha chini. Kuanzia mwaka 1912 ANC ikazaliwa. Ikaanza mapambano ya watu weusi kudai sasa haki, kwamba na wao wawe treated kwenye Afrika Kusini kama binadamu. Mapambano haya yaliendeshwa kwa muda mrefu sana. Miaka ya 60 wakazaliwa, wakawepo akina Mandela, wakaongoza ya mapambano, wakakamatwa, wakafungwa kwenye Rivonia trial, kesi iliyomfunga Mandela miaka 27 na kina Ahmed Kathrada na kina Govan Mbeki na wengine wengi. Walipokuwa ndani, ile movement ikataka kushuka chini. Watu wakina Steve Bantu Biko wakaanzisha hiyo movement kwa kupitia vijana kama nyie. Na hapo ndio message yangu iko. Wakaanzisha kitu kinaitwa black consciousness. Mtu mweusi kujitambua. Na katika hilo akasema quote moja maarufu sana ambayo mimi wanaipenda. Akasema hivi: the most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Narudia. The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed.
silaha nzuri na bora kwenye mikono ya mtu anayekunyanyasa ni akili yako. Silaha nzuri kwenye mikono ya CCM inayoumiza nchi yetu ni akili yetu sisi wa Tanzania. Hizo tunazoona si bunduki si nini hazituwezi, lakini hofu, akili yetu iliyojaa hofu, akili yetu isiyojiamini, akili yetu ambayo mwanafunzi wa chuo kikuu anaunga ujinga mkono, ndio silaha wanayoitumia CCM kuharibu nchi. Inakuwaje kwenye nchi ambayo ndio nchi pekee inayozalisha Tanzanite duniani, lakini nchi hiyo sio nchi inayouza Tanzanite kuliko nchi nyingine zote? Inakuwaje hicho kitu? Si kama nani anaelewa hicho kitu, ambaye akifikiria ana comprehend anaona ni sawa? Yaani kwamba sisi ndio the only country in the world producing Tanzanite, lakini nchi inayouza Tanzanite kwa wingi kuliko zote dunia nzima ni India, na nchi ambayo ina create nafasi za ajira kwa wingi kwa kutumia Tanzanite rapidly cleaning cutting ni India. Nchi ambayo inapata mapato mengi ya Tanzanite duniani kuliko zote ni India. Si kama mnanielewa nyie, si wanafunzi wa vyuo vikuu, mnaelewa hilo jambo nalolizungumza? Iko hivi, labda niwape ya pili. Hii nchi ina misitu mingi sana, wote tunajua. Kuna kitu huko duniani kinaitwa carbon credit. Carbon credit, nchi zile za viwanda kubwa, Ujerumani, China, si nini, wanazalisha hewa kubwa sana ya ukaa. Kwa mfano viwanda vya kuyeyusha chuma, viwanda vya automobile vya kutengeneza magari vinazalisha hewa kubwa sana chafu inayochafua ozone layer. Sasa nchi ambazo zina misitu mingi zinalipwa fedha kwa sababu zenyewe zinatoa oksijeni nyingi kucompensate. Ndio maana misitu ya Amazon inalindwa na dunia. Ndio maana sehemu kama Seru ambayo baadhi ya maeneo Samia ameanza kugawa kwa Waarabu inalindwa, iko kwenye urithi wa dunia kwa sababu ni sehemu ambayo inatoa hewa kubwa ya oksijeni kubalance dunia hii. Kwa sisi tunapewa fedha zinaitwa carbon credit kwa sababu sisi tunatoa oksijeni. Mnaelewa jambo linalotokea kwamba misitu yetu imekuwa registered kama ni ya serikali ya Oman na Saudi Arabia, kwa wao ndio wanakusanya fedha kwa niaba yetu, wanatugawia. Si kama mnaelewa nachokisema? Kwa the most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Watu hawa wanatumia hofu yetu, uoga wetu, wanaharibu rasilimali nchi yetu, wanatunyima ajira, wanatufanya maskini, wanafanya kila kinachowezekana. Kwa ninapozungumza na nyie vijana wa vyuo vikuu leo, mkiona yanayotokea kwa Silence Mwakasara ambaye ni mwenyekiti wetu wa Chaso kule Mwanza, ni sehemu ile ile ya kujaribu kupeleka hofu. Hapo nyuma hofu ilipelekwa vyuo vikuu, ilifikia sehemu ukiita kijana hataki kujiidentify na Chadema kabisa kwenye vyuo vikuu. Hiyo hofu imeanza kuondoka. Tumeanza ziara, tukafanya kongamano Dar es Salaam, tukaenda Mwanza, na sasa tumekuja hapa, moto umeanza kuwaka, wanaanza kuwatisha. Na waomba msitishike na mtu yoyote, na sisi tutawasimamia, tutawapigania. Hakikisheni mnajenga chama chetu kwenye vyuo vikuu. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.